Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa kombe la shirikisho barani Afrika, hatua ya robo finali, ambao ulikuwa ukisubiriwa na wadau wengi wa soka nchini Tanzania, nchini Misri na Afrika na kafu nzima kwa ujumla, ni mtanange ambao unakwenda kuikutanisha klabu ya soka ya Simba Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Al Masry kutokea katika nchi ya Misri, ambapo kwa upande mwingine klabu ya soka ya Simba hii leo kwa upande wa kikosi cha kwanza ambacho ameweza kuanza nacho, golini ameweza kuanza golikipa Musa Kamara Pinpin. Eneo la fullback namba 2 ni Shomari Kapombe, fullback namba 3 Mohamed Hussein Shabalala, center back namba 4 ni Shamu Karabua, huku center back namba 5 ni Abdulrazak Hamza. Eneo la kiungo namba 6 ameanza Fabrice Luamba Ngoma, winga namba 7 Kibu Dennis Prosper. Eneo la kiungo namba 8 ni mchezaji anaofahamika kwa jina la Yusufu Kagoma, huku mshambuliaji namba 9 Steve Deze Mukwala. Eneo la kiungo nambari 10 ni mchezaji Jean Chale Awa, winga namba 11 ni Elim Panzu Kibisawala. Lakini kwa upande wa wachezaji wa akiba, klabu ya soka ya Simba Sports Club wana wachezaji wa akiba: Ali Salim Katoro, David Kameta Duchu, Valentin Noma, Edwin Balua, Lada Kichasambi, Dibra Fernandez Mavambo, Awesu Ali Awesu, Joshua Mutale, SJR Budo na Leon Kisara Mambida. Kwa hiyo tunaona siku ya leo kikosi cha kwanza cha wekundu wa Msimbazi ambacho kimeweza kuanza dhidi ya kikosi cha timu ya soka Al Masry kina mabadiliko, na mchezaji ambaye ameweza kubadilika ni mchezaji anaofahamika kwa jina la Steve Deze Mukwala, ameweza kuingia katika kikosi cha kwanza, huku Leon Kisara Mambida akianzia sabu. Tuambie neno la comment kwa upande wako wewe kwa kikosi hiki cha wekundu wa Msimbazi. Je, unaiona siku ya leo Simba ikienda kuibuka na ushindi wa goli ngapi? Kwa sababu Simba wanahitaji kufunga kuanzia mabao 3-0 ili kuweza kuqualify kwenda hatua ya nusu finali michuano mikubwa ya kombe la shirikisho barani Afrika.